Wasikilizaji wetu popote mlipo, tunawasalimu na tunawakaribisha kwenye kipindi chetu cha habari cha siku ya leo, tukiwa tarehe 6 Agosti mwaka 2026. Tunashukuru kwa kuendelea kuwa nasi na kututumaini kama chanzo chenu cha taarifa muhimu. Katika toleo letu la leo tumekukusanyia habari mbalimbali zinazohusu hali ya usalama, siasa na maendeleo ya matukio mengine yanayoendelea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuomba ubaki nasi hadi mwisho wa kipindi ili upate ufahamu wa kina ya yaliyotokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu nyingine mbalimbali za nchi hiyo. Karibu tuanze na mfululizo wa habari zetu. Ndani ya Ituri, miili 10 yapatikana ndani ya kanisa baada ya shambulizi lililodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Hali ya huzuni na majonzi inatanda katika kijiji cha Munguiko wilayani Mambasa mkoani Ituri baada ya miili ya watu 10 kupatikana ikiwa imeanza kuoza ndani ya kanisa la Frere en Christ siku ya Jumatano tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, watu hao walikuwa wamekusanyika kanisani kwa makesha wa maombi wakati walipovamiwa na watu wenye silaha wanaodhaniwa kuwa ni wapiganaji wa kundi la ADF. Shambulio hilo limeelezwa kutokea usiku wa kuamkia tarehe 31 Julai. Mashahidi wanasema waumini hao walikamatwa bila kutarajia walipokuwa wakiendesha ibada yao kabla ya kuuawa kwa njia ya kikatili kabisa. Miili yao iligunduliwa siku kadhaa baadaye ikiwa ndani ya jengo la kanisa, na inahofiwa kuwa idadi ya waliouawa huenda inaweza kuongezeka kwa kuwa licha ya kugunduliwa kwa miili hiyo 10, kuna hofu kubwa idadi ya waathiriwa inaweza kuongezeka. Hii ni kwa sababu watu wengine bado hawajajulikana walipo, huku taarifa zikieleza kwamba baadhi yao wanaweza kuwa wamepelekwa tekwani na washambuliaji hao. Mwanaharakati wa jamii na mtetezi wa haki za kibinadamu Rams Mali Kidogo amesema bado kuna familia nyingi zinazowatafuta ndugu zao ambao hawajarejea tangu siku ya shambulizi hilo. Kwa mujibu wake, hali hiyo inaonyesha kuwa madhara ya shambulizi hilo bado hayajajulikana kikamili na uchunguzi unaendelea ili kubaini idadi halisi ya waliouawa, waliotekwa na waliopotea. Miili mingine iliweza kugunduliwa katika barabara, ilikuwa ni tarehe 27 Julai. Siku hiyo hiyo mwili mwingine uliweza kupatikana kwenye barabara inayounganisha Makumo na Matumbi. Kwa mujibu wa taarifa za eneo hilo, marehemu anayetambuliwa kuwa ni Katembo Msopi Vianney ambaye inadaiwa aliuawa katika shambulizi zililotokea tarehe 27 Julai. Ugunduzi huo unaonyesha kuwa mashambulizi yaliyotokea katika siku zilizopita yameendelea kuacha maumivu makubwa kwa familia nyingi katika eneo hilo. Wananchi wanaombwa kuwa waangalifu kutokana na hali hiyo ya wasiwasi. Rams Mali Kidogo amewataka wananchi kuongeza umakini na kuchukua tahadhari wanapofanya shughuli zao za kila siku. Amesema kuwa kuna dalili kuwa watu waliohusika na mashambulizi hayo bado wanaendelea kuzunguka katika baadhi ya maeneo ya wilaya Mombasa, jambo linaloweza kuhatarisha maisha ya raia iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Wakati huo Mali Kidogo ametoa wito kwa vikosi vya usalama kuimarisha operation katika maeneo yanayoonekana na yanakabiliwa na vitisho hivyo na kuzuia mashambulizi mengi dhidi ya wananchi wasio na hatia. Wakaaji wanaendelea kuishi kwa hofu katika vijiji na miji yao ya huko Mombasa. Kijiji cha Munguiko kipo katika maeneo ambapo limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mashambulizi dhidi ya raia. Kutokana na hali hiyo, wakaaji wengi wameanza kuhama makazi hao wakitafuta sehemu salama zaidi. Familia kadhaa zimeeleza kuwa zinaishi katika mazingira ya hofu, zikihofia kuwa mashambulizi yanaweza kujirudia wakati wowote. Wengi wao wameiomba serikali kuongeza ulinzi na kuhakikisha wahusika wa vitendo hivyo wanakamatwa. Wito wa serikali kwa wakaaji wote.
Mashirika ya kiraia pamoja na wakaaji wa Mombasa wanaitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza juhudi za kulinda wananchi na kurejesha usalama katika maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Taarifa zinaonyesha kuwa mashambulizi yaliyotokea kati ya tarehe 26 Julai na usiku wa tarehe 30 kuelekea 31 Julai tayari yalisababisha vifo vya watu kadhaa, kuwafanya wananchi wengi kuyakimbia makazi yao na kuwaacha wengine wakiwa hawajulikani walipo. Hadi sasa familia nyingi bado zinaendelea kutafuta ndugu zao waliopotea, huku matumaini yakiwa kwamba wale wanaoshikiliwa mateka wanaweza kuokoka au kuokolewa wakiwa hai kupitia juhudi za vikosi vya usalama. Hizo ni habari ambazo tulikuwa tukikuandalia kutoka huko Mombasa ndani ya Mungu Iko, ambako miili 10 ya watu imeweza kupatikana ikiwa imepoteza maisha ndani ya siku ambazo ziliweza kupita. Ndani ya mji wa Uvira, MCLA-RDC yaonya kuongezeka kwa matukio ya uhalifu ya watu wenye silaha ndani ya mji wa Uvira. Harakati hiyo ya kiraia inajulikana kama Lutte contre les antivaleurs en RDC, kwa kifupi MCLA-RDC, imeeleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko la matukio ya uhalifu wa kutumia silaha katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 4 Agosti mwaka 2026, harakati hiyo imesema kuwa kati ya tarehe 1 na tarehe 4 mji huo umeshuhudia mashambulizi kadhaa ya watu wenye silaha iliyosababisha vifo vya watu 4 katika siku 4, majeruhi kadhaa na kueneza hofu miongoni mwa wakaaji wa mji huo wa Uvira. Kwa mjibu wa MCLA-RDC, hali ya usalama ndani ya Uvira inaendelea kuzorota, huku baadhi ya vita ikikumbwa na mashambulizi ya ghafla, uporaji na kutumia silaha na vitendo vinavyohatarisha maisha ya wananchi. Mwanamke mmoja alipigwa risasi huko Kamvimvira. Harakati hiyo inaeleza kuwa tukio la kwanza lilitokea tarehe 1 Agosti katika mtaa wa Kamvimvira, ambako mwanamke aliyefahamika kama jina lake Emevumilia mwenye umri wa miaka 31 na mama wa watoto 5 alijeruhiwa na kupigwa risasi na watu wenye silaha. Chanzo cha shambulio hilo hakijafahamika rasmi huku wananchi wakitaka uchunguzi wa kina ufanyike ili wahusika waweze kukamatwa. Mwili wa mwanamke mwingine uliweza kupatikana Mlongwe Kasenga siku ifuatayo tarehe 2 Agosti mwaka huu. Mwili wa mwanamke mmoja ulikutwa katika eneo la Muramvya ndani ya mtaa wa Mlongwe Kasenga. Taarifa zinazoonyesha kuwa mwili huo ulionekana na wakaaji wa eneo hilo, jambo lilozua taharuki. Mpaka sasa mazingira ya kifo hicho bado hajajaelezwa rasmi na mamlaka husika. Na pia vijana wawili waliweza kupigwa risasi mida ya jioni. Usiku wa kuamkia tarehe 4 Agosti, milio ya risasi ilisikika katika mtaa wa Kabindula majira ya saa 3 usiku. Kwa mjibu wa MCLA-RDC, vijana wawili walivamiwa na watu waliokuwa na silaha waliotaka kupora simu zao za mkononi. Katika tukio hilo, mmoja wa vijana hao alipigwa risasi na kufariki papo hapo, huku mwenzake akijeruhiwa vibaya na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Tukio hilo linaonyesha hofu kwa wakaazi wanaosema matukio ya uporaji na ya kutumia silaha yanaongezeka kila siku. Wananchi wanataka hatua za haraka ziweze kufanywa. Kutokana na matukio hayo, MCLA-RDC imezitaka serikali ya mkoa pamoja na vyombo vya usalama kuongeza juhudi za kulinda raia na mali zao. Harakati hiyo inaanza kuwa hatua ya haraka zinazohitajika ili kuzuia matukio mengine yenye isiweze kutokea kama hayo. Michel Kiza anayesimamia mawasiliano ndani ya MCLA-RDC amesema kuwa usalama wa wananchi ni jukumu la msingi la serikali na haupasi kupuuzwa hata kidogo. Ameongeza kuwa mamlaka zinapaswa kuongeza doria za mchana na usiku katika maeneo yanayoonekana kuwa hatari ili kuhakikisha wananchi wanaishi kwa usalama na kurejesha imani yao kwa vyombo vya dola.
Hofu inaendelea kutawala ndani ya mji wa Uvira. Wakati wengi wa Uvira wanasema wanaishi katika tahadhari kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya watu wenye silaha, wengine wao wanaiomba serikali kuimarisha ulinzi katika mitaa mbalimbali na kuhakikisha wahusika wa vitendo hivyo wanakamatwa na kufikishwa mbele ya sheria. Hadi wakati taarifa hii ilikuwa ikiandaliwa, viongozi wa Uvira na mji wao ulikuwa bado hawajatoa tamko rasmi kuhusu matukio hayo. Wananchi wanaendelea kusubiri hatua zitakazochukuliwa ili kurejesha utulivu na amani na kuimarisha usalama katika mji huo wa Uvira. Hapo ndipo tunafikia mwisho wa toleo letu la habari ya leo. Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza na kwa kuendelea kuwa sehemu ya wasikilizaji wetu. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kwa habari za kuaminika na taarifa muhimu zinazokuhusu. Usisahau kushiriki kipindi hiki na wengine, kufuatia ukurasa au kituo chetu, pamoja na kujisajili endapo utasikiliza kupitia mitandao ya kijamii. Kwa niaba ya timu nzima ya habari, tunakutakia siku njema na Mungu awabariki. Tutaonana tena katika toleo lijalo.